Libase nimemwona kwenye CHAN kwa mapana yake, nimemwona kwenye yale mashindano Karatu, nimemwona kwenye hizi mechi za kwanza za Simba. Itosha kusema pale mchezaji yupo. Ni bora kuliko Ura? Ura kwa introduction ya jana amenishawishi. Nikimwangalia kwa mechi kadhaa naweza kwenda kwa distinguish kati ya huyu na huyu, bora wao uko wapi na udhaifu wake uko wapi, mimi nasimama na nani, inaweza likaja kitaalamu baada ya kumuona zaidi kwenye mechi. Lakini kwa introduction kwa team, kwa mtu anaofanya first debut kama jana kwenye level ya kimataifa, performance ile, achana na goli alilofunga, angalia alichokifanya before ule mpira. Movement kalisifu, katoa pasi, kafanya link up ya idara ya midfielder. Mwalimu alikuwa anaji-isolate kama winger, pase kamchezesha, kakimbia kwenye eneo la faida. Vile ndio vitu ambavyo mchezaji unaweza kumdefine kwa ubora wake. Tukio ambalo kabla hajalifanya, baada ya kulifanya na anaotarajia kulifanya, inaenda kudefine lile goli. Kashuka kama idara midfield, manake midfield ameshindwa kupandisha mpira juu kwa wakati, kaenda kachukua, kacheza sehemu ambayo anticipation yake imemtuma kwamba ukichezeshwa pembeni ukawa unaingia, mimi naweza kuwa kwenye eneo fulani likawa potential. Ndio maana angalia kitu kingine alichoenda kuongeza cha ziada. Wakati anaupiga ule mpira, kwa sababu pale alikuwa katika zone 17th. So unajua ukifuatilia walio wengi sana wanaimba football kwamba kuna zoni 14 usoni mwa goli. Zoni 14 usoni mwa goli maana yake inaanzia kwenye mstari wa horizontal line ya upande wa nani wa 18, si ndivyo? Ule mstari wa juu kuja kwenye AD, ile ndo tunasema box, yani zoni 14th. Zoni 14th ni tofauti na zoni 17th, ambayo 17th accuracy level ni ile ndani ya kwenye kizengo cha kupigia penalty, tunasema penalty aka. Ile ndo nizungumza zoni ya 17, ambao mara nyingi mipira inayomiminika pale possibility ya kuifunga ni kubwa kuliko zoni nyingine yoyote. Sasa angalia Ura anachoongeza kitu cha pili, anaongeza art ya kufunga ule mpira kwa kuwa anaanguka huko anauweka wavuni, maana yake kutafuta target pale uwezi kupaisha kwa sababu kasha control body yake kulala. Manake pale ni maajabu tu ya kufanya mpira uende kuvuka juu. Sasa uwezo wa kutafsiri hivi vitu kwa sekunde chache na kuvitimiza execution, tunapoona ubora wa mchezaji. Ndio mimi maana kwangu Ura alikuwa best kwa Simba tu, kwa wachezaji wote wa mchezo kwa siku ya jana. Ingizo la Loemba ana kitu kikubwa kizuri, as a midfield ana chagizo kubwa sana. Yes, anaonesha kwamba kama kizoea mazingira anaweza kutoa kitu kikubwa zaidi ya kile ambacho alitoa jana. Ana mwanzo mzuri, lakini bado choice yangu inakwenda kwa Ura kama best katika siku ya jana. Okay, safi. Licha ya kwamba Loemba pia ameonesha nyota njema, ani mwanzo mzuri. Sasa atachangamsha idara ya kiungo. Tukiwaleta hao wawili walioonyesha mwanzo mzuri, yupi mwanzo mzuri zaidi? Pale inaenda kuongezeka neno zaidi kwa Ura. Kwa sajili za dirisha dogo kwa hawa watatu, Simba imepata watu kweli. Kwa nani na nani? Kwa Loemba, umemtaja Ura, umemtaja na Libese Gaye na kipa pia. Hao wanne ni watu kweli. Kazi yao nadhani umeiona. Ismail Ture bado tutamwangalia zaidi, lakini kwa hawa na bahati nzuri wote wanacheza kwenye uti wa mgongo. Tutamsahau Mpanzu. Mpanzu afanye kazi. Mpanzu unajua ni machachari, sio hatari. Sasa coaches wengi wanapenda mchezaji hatari asiye machachari, na sio machachari asiyo hatari. Kadi nyekundu ya Shomari. Naam. Bado haijawekwa, wengine wanaamini alitukana, alitumia lugha chafu, ile kadi ya pili ya njano. Lakini kwa macho yako ya nyama na situation ilivyo, kwa kumsoma mtu, alistahili kupewa red card? Hapana. Mimi nitawashangaza wengi kwa kuamini kwamba hakustahili kutoa red card. Kwa nini? Yes, red card ile naamini kwenye ile wanasema fitnatul dunia, mipango na fitina za walimwengu, maybe kwamba tupunguzie nguvu kwenye timu ili tuokote. Uliona kama wenyeji walisikitika sana baada ya matokeo yale kwenda sare, kwa sababu yaliondoa matumaini yao. Mimi naweza kuamini ya kimipango, na asije ukasema tu Mwalimu Tigana anaamini ya kimipango, hana reason behind. Sababu yangu kubwa siku hizi kuna definition ya kadi yoyote iwe ya pili ya njano kwa mchezaji ambao ametumia lugha chafu kwa mwamuzi. Lazima kuwe na reaction ya mikono kuashiria kwamba mimi sikubaliani au nini. Kwenye lugha kwa kuachamisha mdomo inawezekana referee alioingia kwenye mipango akaamua kumwadhibu mtu, kupunguza makali wakati hakuna tusi. Ndio maana FIFA wakaenda mbali kwenye panel kule, analifanyia kazi mzee wangu Pierluigi Collina.
akaenda wakaifanyia kazi, wakasema lazima waone reaction ya mikono, kwa sababu mtu akiwa amefura kwa ghadhabu, akiwa anatukana, lazima kuna reaction ya mkono. Ile ndio inaweza kudetermine kwamba huyu ameadhibiwa kwa sababu ya tempa yake. Katika hii tempa atakuwa ametamka lugha isiyo sahihi, abuse language. Lakini Shomari unamuona kaenda eneo lile, atuoneshwe vizuri mdomoni ile mdomo wake ulikuwa una kitu gani, japo FIFA inakataa hii, inataka ione kwa vitendo vya mikono, kwa sababu ni tafiti ya kibiolojia. Uwezo wako umegadhabika, umefula, alafu mikono yako I react. Na Shomari alienda kulalamikia kwamba mpira umeruhusu unaendelea, kuna mchezaji wetu alichezewa faulo kabla ya kufika hapa. Sasa ndio huko ambapo kumegeuka kwamba ametukana au ametumia lugha chafu, lakini bado wataalamu wa mambo ya football wameitafuta hiyo engo kwamba huwa kuna watu wanazingiziwa. Je, kitu gani kitatutambulisha kwamba huyu alistahili kupata kadi? Huwa inakuwa ni ishara za kwenye mikono. Mimi leo sikubaliani bwana, wewe mwendazimu tu, ndio anajua kwamba hii situation ipo hivi.